kama kuna mnaangalia watu wawili, huyu anamalizanga ibada yote mpaka kila kitu kiishe, ama ni yule ana mazoea ya kuondoka kanisani kabla ijai. Na inaonyesha pia huyu mtu sio kutoka nje. Unawezekana Yusufu mmoja ilimwangukia. Unawezekana Yusufu mmoja ilimwangukia. Huyo mwenye alikuwa amechaguliwa na Maria. Unawezekana mmoja sifa ilimtupa nje. Wanasema huyu, shida ya huyu kanisani anakuja ndio, lakini anatoka nje. Hata notes zake ukienda kuangalia sina shida. Unaona kuna moja ilimwangukia akaumwa nje. So nyinyi wenyewe tuacha tuhukumu tu wenyewe. So yani kuwa katika mikutano yote katika kipindi chote cha huduma ya Yesu duniani. Yani ni mtu ambaye wanaangalia mtu ambaye amekuweko pale, amejisacrifice mikutano yote ikianza mwisho wake na mikutano ikipangwa yuko pale. Haya, kwa hiyo kama mshirika wa kanisa la mahali, mtu anapaswa kuwepo katika kila kutaniko, katika kusanyiko hilo la mahali. Kwa hiyo kama mshirika wa kanisa la mahali, mtu anapaswa kuwepo katika kila kutaniko, katika kusanyiko hilo la mahali. Mtu anapaswa kuwepo katika kila kutaniko, katika kusanyiko hilo la mahali. Kama mshirika wa kanisa la mahali, mtu anapaswa kuwepo katika kila kutaniko, katika kusanyiko hilo la mahali. Yaani kila kutaniko, kila wanapokutanika, mshirika wa mahali hafai kukosa. Maana hii itakuchucha mbele. Wakiangalia watu waaminifu, unaweza ukatupwa nje. Haya. Hii ni yangu sasa. Hii ni yangu, si ya Biblia. Hii ni yangu kama mimi. Mweshi yuko hapa, napeana mfano. Mweshi yuko hapa, ameshaingia kule. Alafu anatuambia pastor, nilikuwa nahitaji watu 5. Maana ukisikia Mweshi ameitana watu 5. Mimi mnajua. Kama rais anaitisha watu wangapi na ni mshirika wetu. Kusema tu rais ameitisha watu wangapi na ni mshirika wetu. Alafu pastor anaita viongozi. Rais anaitisha watu 5. Na obvious mkiitwa na rais, ninyi maisha yenu yamebadilika. Sasa mwingine analeta hoja, pastor unajua nini? Tuchakue kama vile ambavyo ilichakuliwa kwa Biblia. Ndio tupate hapa mtu mwaminifu. So tunasimama pastors waka sana sema tutachakua watu 5 lakini tutatumia mbinu fulani. Unajua watu walikuwa wamefurahia hawa watu 5, naomba tu nikuwepo. Najua nitakupasta na nipendanga na kwa karibu na pastor. Najua tu hawezi niruka. Alafu sasa mbinu inasema itumike kuchakua. Unasema hapa obvious. Hapa sidhani kama nitapatikana. So wanaanza kuchakua, imagine hata yule ambaye ako karibu na pastor, yule ambaye pastor angesema huyu on my favor, nitamuingisha. Sasa hapa si unajua imekutoa. Sasa hapo utalaumu nani? So ni vizuri tunaposema kwamba tunapojifunza hapa, wacha tukue waaminifu. For example, wanaangalia tangu ubatizo wa, tukisema tangu ubatizo wa Yohana, wengi wanachuchwa nje. Hata kama ni wasuri, hata kama ako karibu na wewe, hata wengi wanafanya nini? Ndio unaona wawili hawa, kama walichakua hawa wawili, inaonyesha hawa wawili ndio walikuwa wamekaribia. Wewe sijakuwa, so wengi wao walikuwa hii, na wale wako 50-50.
nimeacha hiyo kama pending, lakini nafikiri imeingia. So tumeona hiyo tumeandika katika kusanyiko hilo la mahali. So kwa mfano katika kitabu cha Matendo ya Mitume walikuwa na mikutano, kulikuwa na kutano la fundisho. Yaani tunatoa mifano kulingana na mambo ya mikutano. Maana tumesema mikutano mtu anafaa patikane kwa mikutano yote. So mifano hii ya mikutano, kulikuwa na kutaniko la fundisho, ile unafaa uandike. Kuna kitu inaitwa kutano la fundisho ama makutano ya mafundisho. Hiyo mkikutanika ni fundisho peke yake, ni kujifunza tu, na mnajifunza muda mrefu. Matendo ya Mitume 2:42, somea kwa haraka. Inaitwa kutano la fundisho. Matendo ya Mitume 2:42 inasema wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika so kuna kutano la nini? La mafundisho na katika ushirika na katika kuumega mkate haya na katika kusali. Matendo ya Mitume 11:25 na 26. Matendo ya Mitume 11 25 mpaka 26. 25 anasema kisha akatoka akaenda Tarso kumtafuta Sauli. Hata alipokwisha kumuona akamleta Antiokia. Ikawa kwa muda wa mwaka mzima wakakusanyika pamoja na kanisa na kuwafundisha watu wengi. Unaona kutaniko la mafundisho. So ni specific na kuwafundisha. So walikuwa wanafanya sana mikutano ya kuwafundisha kwa ule mtu umetajwa pale. Na wanafunzi waliitwa Wakristo kwanza hapo Antiokia. Matendo ya Mitume 19:9 na 10. 9 na 10. Mstari wa 9 anasema lakini wengine walikaidi wakakataa kuamini, wakiitukana ile njia mbele ya mkutano. Basi akaondoka akawaacha, akawatenga wanafunzi, akahojiana na watu kila siku katika darasa ya mtu mmoja jina lake Tirano. Na anasema mambo haya yakaendelea kwa muda wa miaka miwili. Hata wote waliokaa Asia wakalisikia neno la Bwana, Wayahudi kwa Wayahudi. So kuwakusanya pamoja, maana yake walikuwa wanafanya nini? Mafundisho. Alafu haya kuna kutaniko la maombi, kuna kutaniko la mafundisho, kuna kutaniko la maombi. Hilo mkikutanika tu ni maombi. Hata chenye mtakuwa mnajifunza kidogo hapo ni kuelekea nini? Maombi. Kutaniko la maombi. Matendo ya Mitume 1:14 inaitwa haya makutano, andike vizuri sana hiyo mambo ya makutano. Maana kuna makutaniko tofauti kanisani, la mafundisho, la maombi. Matendo ya Mitume 1:14. Matendo ya Mitume 1:14. Hao watu walikuwa mahali pamoja nao wanawake. Nasema hao watu walikuwa wakidumu katika moyo mmoja katika kusali pamoja nao wanawake na Maria mama yake Yesu na ndugu zake. So Ayubu, mnaelewa kitu, anakuwa specific. Kama ni kusali anasema, si ndio? Kama ni mafundisho iko pale, unaona anaongea. Matendo ya Mitume 2:42. Matendo ya Mitume 2:42. Wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kuumega mkate na katika kusali. Na katika kusali, unaona kuna kusali pia. Matendo ya Mitume 4:23. 4:23. Anasema hata walipofunguliwa wakaenda kwa watu wao wakawapasha habari ya mambo yote walioambiwa na wakuu wa makuhani na wazee. 24. Ni 4:23. Hebu rudia hapo, rudia tu 23. Anasema hata walipofunguliwa wakaenda kwa watu wao wakawapasha habari ya mambo yote walioambiwa na wakuu wa makuhani na wazee. Walirudi kwa kanisa la mahali, watu wao pale ni kanisa la mahali. Namba 24 inasemaje? Na waliposikia wakampazia Mungu sauti zao, wakaomba, maana yake kwa moyo mmoja, wakisema Mola, wewe ndiye Mungu, haleluya, ndio uliyofanya mbingu. So hilo lilikuwa tu kutaniko la nini? La maombi. Matendo ya Mitume 12:5.
12:5, Matendo ya Mitume 12:5. Mstari wa 5, basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamuomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. So wakati wanaomba Petro akiwa ndani, ilikuwa kutano la mafundisho. Mnaweza lifanya liwe la kutano la Roho Mtakatifu. Hapo ni urgent prayer, si ndio? So kama ya mama ingeendelea, tungeakisa nini? So tungekuja hapa ni nini? Nikupasa tu sauti fululizo. Emergency meeting. Haya, pia walikuwa na kutaniko la waamini ambalo linaitwa kutaniko la Roho Mtakatifu. Pia walikuwa na kutaniko la waamini, in bracket andika kutaniko la Roho Mtakatifu. Kutaniko la waamini in bracket kutaniko la Roho Mtakatifu. So kuna mkutano tu unaitwa mkutano wa Roho Mtakatifu. So huwa wachanganyi mikutano. Na ukweli ni kwamba sisi hatujafikia huko. Tuko kwenye safari na kila kitu kitakaa sawa. So hatuwezi sema sisi tunafanya hii mikutano. Sisi tunachanganya humu tu, lakini tutatengeneza kila kitu. Tuko kwenye safari. Inaitwa kutaniko la Roho Mtakatifu. Matendo ya Mitume 2:1-4. Inaitwa kutaniko la Roho Mtakatifu. Matendo ya Mitume 2:1-4. Matendo ya Mitume 2 mstari wa kwanza. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwa kwa watu mahali pamoja. Ukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukajaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Ukawatokea ndimi zilizowanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. So inaitwa kutaniko la Roho Mtakatifu. Ama unaweza sema Holy Ghost meeting. Holy Ghost meeting ni kuhudumiana tu. Mnahudumiana tu. Sasa kunakuwa na kufurahia, kucheka, mambo hayo yote, watu mambo mengi inafanyika mzuri. 1 Corinthians chapter 14:23-26. 1 Corinthians chapter 14:23-26. Mstari 23. Anasema haya, ikiwa kanisa lote limekusanyika pamoja na wote wanene kwa lugha, kisha ikawa wameingia watu wa. Umeelewa? Holy Ghost meeting. Watu hapo ikiwa mmekusanyika pamoja, alafu na wote wanene kwa lugha. So kunena kwa lugha si mambo ya madhihirisho ya Roho. Kisha ikawa wameingia watu wajinga au wasioamini. Je, hawatasema ya kwamba mna wazimu? So wakati mkutano ya Roho Mtakatifu ni tofauti na mikutano ya hizi zingine. Mkutano kama wa mafundisho si rahisi watu waseme nyinyi wasimu. So hata tukijifunza leo mchana tumesema kuna mambo ya mtembeo wa Roho, vitu zinakaa safani fani. So watu wakiingia kwenye kutano, mtu asiamini au mtu mjinga anaweza akawa ni mtu ameamini lakini hana ufahamu kuhusiana na mambo ya Roho. So atawaona nyinyi ni wazimu, umechanganyikiwa, vitu kama hizo. Lakini wote wakihutubu, kisha akaingia mtu asiyeamini au mjinga, abainishwe na wote, ahukumiwe na wote. Maana kama mmefasiri, wakati mnahudumu mambo ya Roho mnafasiri lugha ya kawaida inasikika pia. Siri za moyo wake huwa wazi, na hivyo atamwabudu Mungu akianguka kifundifundi na kukiri ya kuwa Mungu yu kati yenu bila shaka. So kumbe kwenye kutaniko la Roho Mtakatifu, mtu asiyeamini anaweza akatambua Mungu yuko katikati. Nina swali, atakuwa ameokoka baada ya kukiri? So number 1 ndio akiri kwamba Mungu yuko katikati yenu. Number 1 kuna hukumu wa moyo umeondoka, si ndio? So ni nini kinafaa kifuatia baada hapo? Ahubiriwe nini? Si ndio? So si ati amekuja katikati ndio akasema hakika Mungu yuko katika. Hapo ajue. Anafaa afatishwe sasa injili na yeye aamini aingie kwenye familia. Haleluya. Alafu pia walikuwa na kutaniko la nyumba kwa nyumba. Hii tumefika mikutano mingapi hizo? Hii ni ya 4, nyumba kwa nyumba, ambaye sisi wenyewe hatujaanza. Rafiki yangu pastor hiyo nayo ameishikilia vizuri. Huwa anasema kila watu wakutuna, kila mtu kila mtu ana mapungufu yake. Maana wewe ukiona kuna mahali umeenda zaidi na kuna mwingine ameenda mahali zaidi kukuliko.
jamaa kwa nyumba, wanaenda mpaka Udhiru, wanaenda mpaka Kino, wanaenda mpaka Past Town, wanaenda nyumba kwa nyumba, bora tu wamepanga tunaenda kwa fulani ameitisha ibada. So kulikuwa na mikutano ya nyumba kwa nyumba kutaniko la nyumba kwa nyumba ambalo leo linaweza kutumika kama kutaniko la seli. Yaani linaweza kutumika kama kutaniko la seli, yani watu kwa ini groups. Maana nyumba kwa nyumba tunaweza tukasema watu wa Kavangwale mnakuwa mnakutanika hivi, mnapata zile hizo seli, yani in groups. So kanisa likiwa na watu wengi, unaweza kuta kuna watu wa Kangemi, kuna watu wa Kavangwale, kuna watu wa Kino, kuna watu wa Satellite. So mnarahisisha kwamba watu wa Kino mtakuwa mnakutanika, mnapanga. Mkitoka hapa mnaenda hapa seli. Ama mtakuwa mnakutanika, mnaelewa? Hiyo. So hiyo ndio leo tunaita kama seli. Matendo ya Mitume 5:42. Matendo ya Mitume 5:42. Matendo ya Mitume 5:42. Anasema na kila siku ndani ya hekalu na nyumbani mwao. Ndani ya hekalu na nyumbani mwao. So kulikuwa na mikutano ya nyumba kwa nyumba. Amesema kila siku. Biblia ilitutanganya kila sisi kwetu hapa tusemezane Joshua, kwetu kama kwa leo hii tunaweza manage, tuseme tu kwetu tunaweza. Nasema mtakuja kukutana kwangu hata si itakuwa nimetoka. Na hapa ni kila wako kanisani huku wana mikutano inaelekea mpaka kwa manyumba. Anasema hawakuacha kufundisha na kuhubiri habari njema za Yesu kwamba huko kwa manyumba. Haya, Matendo ya Mitume 2020. Matendo ya Mitume 20 mstari wa 20. Anasema ya kuwa si kujiepusha katika kuwatangazia neno lolote liwezalo kuwafaa, bali naliwafundisha waziwazi na nyumba kwa nyumba. Leo hii pastor wamechukuana wanaenda nyumba kwa nyumba. Utapata wapi washirika? Mungu atusaidie. Hapa kwa nyumba hapo bado. Kuna kadhaa tumeanza kujaribu lakini nyumba kwa nyumba hapa sijui tutakuja kufanyaje. Maana ni biblical. Ni biblical. Sijui hapa tutafanyaje. Mimi Mungu ndiye atajua. Yeye anajua, mimi sijui. Haya, umemaliza? Waamini pia walisoeshwa kuhubiri Injili kwa wengine. Waamini pia walisoeshwa, maana yake walifundishwa ama walisoeshwa. Waamini pia walisoeshwa kuhubiri Injili kwa wengine. So maanake wanapokuwa kwenye makutaniko ya kanisa la kila siku kanisani kwao, wanafundishwa pia kwenda kufundisha Injili kwa wengine. Matendo ya Mitume 8:4-5 ambayo tumekuwa tukijifunza leo mchana na tunaendelea. Matendo ya Mitume 8:4-5. Mstari wa 4. Lakini wale waliotawanyika wakaenda huko na huko wakilihubiri neno. Imeisha. Mstari wa 5. Filipo akateremka akaingia mji wa Samaria akahubiri Kristo. Yes. Matendo ya Mitume 11:19 mpaka 21. Matendo ya Mitume 11:19 mpaka 21. Sura 19, Matendo 11. Basi wale waliotawanyika kwa sababu ya ile dhiki iliyotukia kwa habari ya Stefano wakasafiri hata Foinike na Kipro. Waliotawanyika kwa sababu ya ile dhiki. So wakati ambapo Stefano anawawa ndio kipindi ambacho Paul, yani wakati ambapo Stefano amewawa, Sister Judy, ilibidi watu watoroke. Umeelewa? So nani walitoroka? Wale waamini ambao walikuwa wameamini kipindi kile, wakiwemo wanafunzi wa Yesu. So walitawanyika
Ni nini walikuwa wanakimbia? Dhiki. So kukimbia ni dhambi? So walipokimbia, kwa sababu kile waliona mchana mweupe kwa Stefano, yaani hawangestahimili, wakatimua mbio. Kila mtu atafuta njia nipo, mwingine akaenda uchombani, mwingine akaenda kwa shangazi. Sasa kazi ya Paulo ilikuwa hii, ni kuchunguza walienda wapi. Hiyo ndio ilikuwa kazi ya Paulo, ni kuchunguza Sister Milly alienda saa wapi, anafunga kikosi. So mpaka kwenye huko unakuja kutolewa, unawawa. So akiwa njiani anaenda Dameski, wale ambao walikuwa wamekimbilia Dameski alikuwa amejua, amepeleleza, akaambiwa kuna wale wameenda kule. So akiwa njiani anaenda, ndio Yesu alimkamatia njiani. Umeelewa? Unajua anatafuta si eti hawataini. Ni kutafuta unawawa. Unatafuta unawawa kama vile Stefano alifanya nini? Aliwawa. So wakati mwingine mwili inaweza okopa ukatimua mbio. Unajua kalima tuwe jasiri, sijui nini. Wewe. Wakati mwingine kifo utatoroka wewe. Kifo cha mwili kinaokopesha, hata Yesu aliokopa. Maombi tu ilimsaidia na malaika wakakuja wakamtia nguvu bado. Unajua malaika, Yesu alikuwa anataka kukata tamaa. Kama hujaijua. Naona pia Musa na Elia aenda uchunguza nini walimwambia, kwa sababu anataka kukata tamaa. Walikuja kumwelezea kila ambacho ni reality. Hii mambo imesemwa, imetabiriwa. Kiachia kwa barabara, wanadamu wameangalia. Sisi tukiomba miongoni mwao. Alimwambia nabii tuingie, kwenye utasikwa, utakufuka. So walimtia nguvu, walimpa moyo kumtia nguvu. Wale walimpa kumtia nguvu. Akimwelezea kilichoandikwa kwamba utafaulu, hiki ni cha kwako, huwezi kiepa hiki kombe lazima utakinywea tu. Haya, umemalizia hapo? Acha nianze vizuri. So basi wale waliotawanyika kwa sababu ya ile dhiki iliyotukia kwa habari ya Stefano wakasafiri hata Foinike na Kipro na Antiokia, wasirihubiri lile neno ila kwa Wayahudi peke yao. Ayaandika kwamba tasama kwamba hakuna mtu aliyepakuliwa kwenye kutaniko lolote. Tasama kwamba hakuna mtu aliyepakuliwa kwenye kutaniko lolote. Hakuna upakusi ulifanyika. Hakuna aliyepakuliwa. Tasama kwamba hakuna mtu aliyepakuliwa kwenye kutaniko lolote. Hivyo na kumbukeni, hatuchataja mikutano yote. Si tukianza kujifundisha tulisema tunakupea mahali pa kuanzia. Si kuna mikutano ya uinjilisti. So hatuchataja kila kitu. So wewe elewa vile tunajifunza, hatuleti kila kitu mesani. So hakuna aliyepakuliwa. Hivyo mikutano hii yote lazima ionekane kuwa muhimu, na kila mwamini lazima ahakikishe kwamba anahudhuria. Hivyo mikutano hii yote lazima ionekane kuwa muhimu, kwa sababu hakuna aliyepakuliwa. Hivyo mikutano hii yote lazima ionekane kuwa muhimu, na kila mwamini lazima ahakikishe kwamba anahudhuria kwa uwajibikaji, ahakikishe kwamba anahudhuria kwa uwajibikaji wa kila kutaniko linalofanywa katika kusanyiko la mahali. Hivyo mikutano hii yote lazima ionekane kuwa muhimu, na kila mwamini lazima ahakikishe kwamba anahudhuria na kuwajibika
na uwajibikaji, anahudhuria kwa uwajibikaji, anahudhuria kwa uwajibikaji, anahudhuria kwa uwajibikaji wa kila kutaniko linalofanywa katika kusanyiko la mahali, kwamba ahakikishe kwamba anahudhuria kwa uwajibikaji, anahudhuria kwa uwajibikaji wa kila kutaniko linalofanywa katika kusanyiko la mahali. So si tu kuhudhuria, unafaa uwajibike pia. Si mikutano mingine kukaa inahitaji hela, inahitaji kukunywa, inahitaji kufanya nini, kama mkutano wa waimbaji. Wakisema kwamba wanafaa upike chai, unafaa ufanye hivyo. Kutano la kwenda nje uinjilisti, kama wamesema kwamba kuna chai pale, unafaa uhusike, uwajibike. Tuko pamoja? Yeah, uwajibike ndio mkutano ufanyike. Hii inatuongoza kuzingatia mtazamo mwingine ambao waamini wanapaswa kuwa nao kwa habari ya mikutano ya kanisa. Hii inatuongoza kuzingatia mtazamo mwingine ambao waamini wanapaswa kuwa nao kwa habari ya mikutano ya kanisa. Hii inatuongoza kuzingatia mtazamo mwingine ambao waamini wanapaswa kuwa nao kwa habari ya mikutano ya kanisa ama mikutano ya kanisa. Hii inatuongoza kuzingatia mtazamo mwingine ambao waamini wanapaswa kuwa nao kwa habari ya mikutano ya kanisa. Ni mtazamo gani? Inatuongoza kuzingatia mtazamo gani? Mtazamo huu. Ona, kulingana vile tumeangalia Sister Margaret, hakuna aliyepakuliwa nini, unaona wanafanya kitu. So huu mtazamo ni mtazamo gani? Tunapokuwa kwenye kutaniko la mahali, kuna kitu kinaitwa kwa nia moja. Kwa nia moja. Maana sasa kama unafaa uwajibike, namba 1 ukuweko kwenye mikutano, uwajibike katika hiyo mikutano. Maana kuna kitu inatupa mtazamo huu wa kuona kwamba tunahitaji kukua kwa nia moja. Maana hivi haya mambo yote haiwezi fanyika kama mko kwa nia moja. So kwa nia moja. So kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, mtazamo muhimu ambao waamini waliujumuisha, kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, mtazamo muhimu ambao waamini waliujumuisha ni kuwa katika nia moja ama kwa moyo mmoja. Kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, mtazamo muhimu ambao waamini waliujumuisha ni kuwa katika nia moja ama kwa moyo mmoja. Nia moja ama kwa moyo mmoja. Maana msipokuwa kwa nia moja ama kwa moyo mmoja, kila mtu atafanya aonavyo vyema. Na ukiona kila mtu akitaka kufanya kila anaona vyema kwenye moyo wake, banake huo si mkutano wa Kikristo tena. Haleluya. So Matendo ya Mitume 1:14, soma kwa haraka. Matendo ya Mitume 1:14. Sura ya 14. Hao wote walikuwa wakidumu kwa moyo mmoja. Ndio hilo neno moyo mmoja. Katika kusali pamoja na wanawake na Maria mama yake Yesu na ndugu zake. Hao wote walikuwa wakitumu katika moyo mmoja. Badala ya kusema moyo mmoja unasema katika nia moja. So sote siko pamoja. Kabla ya siku ya Pentekoste, wanafunzi wote walitumu pamoja katika maombi. Kabla ya siku ya Pentekoste, wanafunzi wote walitumu pamoja katika maombi. Matendo ya Mitume, unaweza andika Matendo ya Mitume 2:1. Kwamba kabla ya siku ya Pentekoste, kabla siku yenyewe ya Pentekoste kuweko, wanafunzi wote walitumu pamoja katika maombi. So kulikuweko na kutaniko la maombi, kulikuweko na kutaniko la Roho Mtakatifu kwenye rumu ile ile. Tuko pamoja?
Matendo ya Mitume 2:1. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste walikuwako wote mahali pamoja. So kama walikuwako, hebu unaweza kutusomea hiyo? Matendo ya Mitume 2:1. Anasema hata ilipotimia siku ya Pentekoste walikuwako wote mahali pamoja. Haya, Matendo ya Mitume 2:46. 46 ya 2. Anasema na siku zote kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu. So kwa moyo mmoja maana hakuna mapishano, hakuna yule anaona hii ni mbaya,